mwenzio, fanya nini kwanza? Ondoa cha kwako. Kwa hiyo jiulize kama una mchango katika tatizo hilo. Je, uko tayari kukiri na kuomba msamaha kwa lile ulilokosea? Moja ya tiba ya ndoa ni msamaha. Uko tayari kukosea? Ukikosea kuomba msamaha. Namba 4, tafuta muda muafaka baada ya kumetathmini tatizo na umeona tatizo ni nini na umeangalia mchango wako ni upi katika tatizo hilo. Tafuta muda muafaka wa kuzungumza na matatizo yenu kabla ya angali madogo. Watu wengi wanangoja matatizo yamekuwa makubwa, imekuwa ni mlima mkubwa sana, hata hamwezi kuzungumza. Usingoje matatizo yawe makubwa sana. Ndio maana Waswahili anasema samaki mkunje angali namna gani? Mbichi. Usingoje tatizo likawa kubwa kupita kiasi, lishughulikie kungali mapema. Na hizi mbinu si tu katika ndoa, hata katika maisha yetu na watu wengine. Una ugomvi na jirani yako, una ugomvi na rafiki yako, una ugomvi kazini na bosi wako. Usingoje tatizo liwe ni kubwa kiasi kwamba hamwezi kuzungumza. Ikiwa na tatizo limetokea, mwendee, nimejisikia hivi, inawezekana nimefanya kosa, naomba tuzungumze mambo haya yaishe. Kwa sababu amani inapotoweka, sio tu kwamba mtu mmoja anaathirika, watu wengi wanaathirika. Kuna watu wengi wanaoathirika kwa sababu ya matatizo ya watu wengine. Namba 5, chagua ni vita ipi inafaa kupigana na ipi ya kuachia tu. Kuna watu wana mtindo wa kufuatia kila jambo, dogo kubwa. Wewe unataka kufuatia kila jambo, huwezi kupigana vita yote. Tatizo linapotokea lazima utathmini, je, hili tatizo ni la kudumu au la muda mfupi? Ni jambo ambalo naweza nikaliacha, litapita wakati wake, au ni kubwa, lina athari zake. Tathmini umuhimu wa tatizo. Sio kila tatizo linapaswa kushughulikiwa. Mtu akikupiga kikumbo barabarani, sio lazima mshughulikie. Amekupiga kikumba na kwenda, na wewe unaenda upande wa pili, unaweza kumtazama ukaendelea na safari yako. Uongo kweli? Sasa mtu unashughulikia kila tatizo linalotokea, utaishia njiani. Kuna watu ambao hawaachii lolote, liwe kubwa liwe dogo, bila kubishana. Watasutana, wataanza kila kitu. Utaona vitu vingi katika ndoa, lakini si lazima ushughulikie kila jambo. Namba 6, ndoa yako inapokuwa katika shida, usitumie neno taraka au kuachana katika mazungumzo yako, iwe kwa mwenzi wako au kwa rafiki. Kwa maneno mengine, usitishie kwamba kama haya mambo hayawezekani, sasa mimi afadhali niondoke. Usitishie, usitumie neno taraka au usitumie neno vitisho, kwa sababu unapofanya hivyo unaharibu mazingira ambayo yangeweza kufaa kutatua tatizo. Ina maana kwamba wewe tayari na ajenda ya siri, wewe umefanya maamuzi yako, na kwa sababu hiyo inakuwa si vizuri. Kwa hiyo usitumie neno hilo. Matumizi ya neno hilo inaonyesha kuwa huna nia ya dhati ya kutaka kuokoa ndoa yako, na umekuwa umekata tamaa. Namba 7, usimseme vibaya mume wako au mke wako kwa watu. Usimseme vibaya kwa wazazi wake au marafiki. Kufanya hivyo kunaongeza matatizo, kunaongeza maadui, na kufanya usuluhishi wa tatizo kuwa mgumu. Tuko pamoja ndugu zangu? Namba 8, baki mambo mawili tutamaliza hapa. Usikumbushie au kuleta mambo ya zamani katika mjadala unapokuwa ukitatua tatizo. Kama mlikuwa na tatizo miaka 5 iliyopita, lilitatuliwa likaisha, usirudishe tena katika tatizo jipya ambayo havihusiani. Unakumbuka mwaka juzi tuliongea, nikakusamehe, sasa umefanya hili nao. Mazungumzo yaliyofanywa miaka 5 iliyopita, tatizo liloshughulikiwa, usiliunganishe na tatizo jipya. Kama ulisamehe na mambo yameisha, tatizo ni jipya, lishughulikiwe kama tatizo jipya, usiunganishe na mambo ya zamani. Mambo yaliyopita na shughulikiwa hayapaswi kuletwa katika mjadala, hasa kama hayahusiani na tatizo lililopo. Namba 9, omba msaada wa kitaalamu au shauri kwa mtu mwenye hekima, na uwe tayari kupatanishwa ikibidi. Usiombe msaada, naomba mnisikilize vizuri kwa hili. Usiombe msaada toka kwa mtu aliye na miguu myepesi na mdomo unaowasha. Kuna watu wana midomo namna gani? Miguu myepesi, yaani ukimwambia kitu halali mpaka awakilishe ujumbe mahali fulani. Yaani ni kama BBC, habari hailali.
Ni kama BBC na CNN unashindana kutoa taarifa. Hao watu ni hatari. Jifunze, hata kama una tatizo kubwa sana, waelewe watu wenye miguu nyepesi, ujiepushe nao. Hata kama wameona alia kuuliza mama kuna nini, waambia hakuna shida. Baba una matatizo, usiwaambie watu hao, maana miguu yao ni nyepesi na midomo yao inafanya nini? Inawasha. Hao watu usiwaambie matatizo yao. Na kama ulikuwa hujui, ukigundua basi uache kabisa. Mwisho, usiombe msaada kwa mtu ambaye yeye mwenyewe yuko kwenye kipindi kigumu. Mtu ana mpango wa kuachana na mume wake au mke wake, leo na matatizo nyumbani, alafu ndio unaenda kuomba msaada kwake. Wewe atakusaidia namna gani? Yeye na ya kwake, na sasa atakushauri namna hiyo. Au mtu aliyoachika na nafurahia kuachika, sasa wewe una matatizo, anakuambia mimi ndio maana nimwache ile mume, ndio maana nimwache ile mwanamke. Utangania huko utakuwa na matatizo. Kwa hiyo jihadhari na aina ya watu wao kwenda kuongea nao. Mwisho, omba Mungu akusaidie kutojenga chuki kali juu ya mwenzio, mume wako, hata kama amekosea sana. Kumbuka wewe ni mtoto wa Mungu, hata kama jaribu ni kubwa. Dumu kuishi kama Mkristo wa kipindi chote, na Yesu hata kusahau. Yeremia 32 mstari wa 26 anasema, ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia akasema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wako wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiyoliweza? Mungu hashindwi na jambo lolote. Hivyo mpatie maisha yako, mpatie ndoa yako, mpatie familia yako, na yeye ameahidi atakuwa pamoja nawe. Ni matumaini yangu kwamba dondoo hizi chache zitakusaidia hata kama nyumba yako leo iko katika hali ya hatari. Wangapi wanasema Mungu anibariki na Mungu anisaidie katika haya, ili kwamba niendelee kujenga nyumba yenye furaha. Bwana asifiwe sana, na Mungu aendelee kuwabariki. Tuonane kesho katika somo muhimu ambalo nisingelipenda ulikose. Mungu apate kuwabariki sana. Kweli Mungu wa ajabu. Kweli Mungu